Naam. Ndio mzima. Na tunaendelea. John 10 10:27. Aha. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Endelea 28. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kwa hiyo hii ni John 10:27. Aliyekuwa anaongea hapa ni Yahawashai au mnayemuita Jesus Christ. Alikuwa anasema kwamba my sheep know me, kwamba kondoo zangu wananijua mimi, na mimi nimelay down my life kwa ajili yao. Wale wachache ambao tumesema kuna one said na two said, ambao ni moja ya tatu na mbili ya tatu. Unaona? Kulingana na Zekaria 13:8, kwamba anakuambia kwamba Mungu ataua two said, atabakiza one said. Hao one said ndio wale sasa tunawaita the elect, kutokana na lile neno kwenye Romani 9:10 na ngapi? Romani 9:11 anakuambia the election have obtained. Wale the election ndio wale wachache. Ukienda kwenye Ufunuo sasa, tunaenda kumalizia na Ufunuo 7 kuanzia 1. Ufunuo 7:1. Ufunuo 7. Hivi tunahitaji Ufunuo kwa Kiingereza. Revelation 7. Okay. Revelation 7:1. Okay. Una Google? Mtandao uko vizuri. Revelation 7:1 inasema, okay. Revelation 1:7 says, after this I saw four angels standing at the four corners of the earth. Kwa hiyo anasema kwamba baada ya maono fulani, baada ya maono aliyoonyeshwa kwenye Ufunuo wa Yohana 6, anasema baada ya hii nikaona malaika wanne wamesimama katika pande nne za dunia. Tuendelee. Holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on the tree. Kwa hiyo wale malaika wanne walikuwa wameshikilia pepo nne za dunia. Hizo pepo zisivume kwenye ardhi, kwenye bahari na kwenye miti. Hizo pepo nne zilizokuwa zinashikiliwa hapo ni pepo za uharibifu. Kama sasa hivi wewe bado hujaona vita ya tatu ya dunia, haujaona ziki kuu, haujaona machafuko yoyote, kwa sababu kuna malaika wanashikilia zile pepo za machafuko. Tuendelee. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Kwa hiyo tunaona sasa wale four angels walikuwa wamepewa nguvu ya kuleta machafuko ya kila aina. Tunaita hiyo ni end time prophecy, kwamba the fulfillment of the end time prophecy. Kwa hiyo wale malaika wanne wameshikilia zile pepo. Ukatokea malaika mwingine, anatokea wapi? East. Unaona, akiwa na muhuri wa Mungu. Ule muhuri wa Mungu inamaanisha ni hili neno la Mungu au Roho Mtakatifu. Akawaambia wale malaika wanne kwamba wasizuru nchi wala bahari wala miti mpaka, unaona, 23. Don't harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. Kwa hiyo inasema don't hurt the earth, neither the sea nor the tree, till we have sealed the servant of our God in their forehead. Unaona, kwa hiyo kama tulivyoona hiyo seal hapo inaenda kwenye Holy Spirit, na unapoangalia hiyo breakdown ya Holy Spirit inamaanisha ni neno la Mungu tu.
sio kama walokole wanavyoliaga ile wanalia kama wako possessed adabla kadabla. Ile Roho Mtakatifu inamaanisha unapoielewa Biblia kama hivi unaweza kuichambua tayari wewe tunasema kwamba huyu ana Roho Mtakatifu. Kwa sababu mimi nikienda tu nikasimama pale UK nikaanza kuhubiri, kama kuna mtu anaielewa Biblia kama anapoielewa mimi atasema huyu ni mwenzangu. Sababu tunaelewana, ni kama vile lugha. Mtu tu akiona mimi ninapoelezea hivi maandiko anajua huyu ni mwenzangu. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akasema kwamba msizuru ardhi wala msizuru mimea mpaka tutakapowekea muhuri wale ma servant au tunasema wale my elect wale sasa one said. Kwa hiyo kama kabla zikikua ijaja au vita ya tatu ya dunia ijaja, wale wote wale ma servant wa Mungu watawekewa muhuri, na ule muhuri hasa wale malaika watakao kuwa wanaangamiza na kuleta machafuko watakuwa wakiangalia kwamba huyu amewekewa muhuri, huyu ni mtumishi wa Mungu, anakuacha. Hapa tunaingia kwenye ziki kuu sasa. Kwa hiyo ndo kinachoendelea hapo sasa. Kwa hiyo tuende mstari wa 4. Mstari wa 4. Nimepata. Elizima ila msikapata. Asema Revelation 7:4 anasema and I heard the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. Kwa hiyo wale watu ambao wataokoka, ndio maana Wakristo wengi wao wanakimbiaga Ufunuo, ni 144,000 ambao ndio moja ya tatu ya wana wa Israeli. Na hawa 144,000 wanaoongelewa hapa ni wanaume. Hapa kuna wanawake ambao hawajahesabiwa. Kwa hiyo watakuwa zaidi ya 144,000. Unaona? Hawa tu ndio wataokoka, ndio watapata kabla yale machafuko hayajaja. Yaani kama ile siku za mwisho wanazoziongeleaga watu ambao kutakuwa na mambo yote yatakuwa yanafuka hapa duniani. Wataokolewa wanaume 144,000. Unaona, wachache. Hawa sasa ndio tunasema ndio the seed of the promise. Kwa maana nyingine tunasema kwamba hawa ndio the seed of the promise. Ile seed line ya Abraham, Isaac na Jacob ile pale. Kwa hiyo kuna watu ambao kama ukisoma ukienda tena kwenye Yeremia, ukirudi kwenye Yeremia 1:5 anakuambia before I formed thee in the belly I knew. Kwa hiyo Mungu anasema kabla Yeremia hajazaliwa alikuwa anamjua toka tumboni mwa mama yake. Anasema and before thou comest forth out of the womb I sanctified. Kabla hajatoka tumboni mwa mama yake Mungu alimfanya kuwa nabii tayari. Kwa hiyo na wale 144,000 kabla misingi ya dunia haijawekwa, Mungu ameshaandaa mpango tayari wa wale watu kuokolewa. Hawa 144,000 hawa wote ni manabii. Wale manabii waliokuwa wanaandika Biblia zamani ni hawa 144,000 tena wamekuja kuitafsiri Biblia. Unaona? Wewe utakuta Wakristo wanaenda kusoma kitabu cha Danieli bwana. Danieli alikuwa ni mtu mkubwa. Danieli sasa umerudi sasa hivi tena kuhubiri Biblia. Unaweza kuona Danieli yuko Marekani, yuko wapi? Yuko UK. Utajuaje? Kwa hiyo wale 144,000, yani wale 144,000 ni wale. Wanakuja tu ni jina jingine. Hao hajai kuongezeka. Anakuja kama Nasani, anakuja kama Mika, anakuja kama Yeremia, anakuja kama Isaya. Hao. Yaani kwamba Mungu wakati anaumba roho zote za watu hapa duniani, aliumba 144,000 hawa watakuwa manabii wangu. Kwamba mimi nikitaka kuongea na wanadamu duniani sina haja ya kwenda huko. Nitawatumia hao 144,000. Unaona? Kwa mfano kama kuna utawala unataka kuanguka, Mungu anatuma tu ile roho ya nabii na kuja. Unaona? Ngoja nikusomee hapa. Mstari. Kwa hiyo ni 1 Corinthians 14 na 32 anasema and the spirit of the prophet are subject to the prophet. Kwamba zile roho za manabii wale 144,000 akija kuishi yeye ni nabii moja kwa moja. Kwamba the spirit of the prophet are subject to the prophet. Unaona? Yaani kwamba wewe ukizaliwa ni nabii kama Isaya, wewe ni nabii mpaka ufalme wa mbinguni unakuja. Ndio inamaanisha hivyo. Unaona? Kwa hiyo wewe ukizaliwa ni Yeremia, wewe kazi yako ni kuhubiri tu. Unaona?
the spirit of the prophet. Kwamba roho ya spirit ya prophet ikae kwenye mtu ambaye sio prophet. Haiwezekani. Yaani kwamba inamaanisha tu hivi, manabii wameumbwa kuwa manabii. Wala the spirit of a prophet is subject to a prophet. Yaani mtambia akizaliwa kazi yake ni kutabiri. Hana kazi nyingine. Unaona? Kwa hiyo wewe uwezo kaamka kusema Mungu amenipaka mafuta. The spirit of a hauwezi wewe ambaye uko nabii ukapaka mafuta kwa nabii. Naona wewe uliumbwa kuwa nabii. Hauhitaji hata kupaka mafuta. Nabii atatabiri. Ndio kazi yake. Atasoma Biblia, ataelewa, atajua kwamba sasa hivi tumefika kwenye nini? Marekani inataka kuanguka. Tunaanza kutabiri kuanguka kwa Marekani. Na wala hatujali watu wanasemaje. Huyo ndio nabii. Jali watu wanasemaje, jali mke wako anasemaje. Yaani kwamba haina namna. Ndio maana Yona alitaka kukimbia kazi. Yaani kilichotokea kwa Yona alikuwa anataka kukimbia kazi. Sema bwana, mimi siwezi kazi. Kazi gani hii? Unaona? Mungu akamwambia uwezi. Kwani Mungu alikuwa anashindwa kumchagua mtu mwingine akaenda? Alikuwa anaweza. Lakini hiyo tulikuwa tunamaanisha kwamba uwezi kukimbia. Yaani hata dunia nzima isimame kinyume na wewe, uwezi kukimbia, hiyo ndo kazi yako. Unaona, hata watu wasemeje, hiyo ndo kazi yako. Ndio kama sisi tunavyotabiri kuhusiana na kuanguka kwa Marekani, watu wanatucheka. Lakini hayo mambo yanatokea polepole. Hiyo ndo the spirit of the prophet is subject to a prophet. Unaona? Ndio kama na Yeremia wakati anaenda kutabiri wana wa Israeli kwenda kwenye utumwa wa Babeli, walimshika wakamwambia kwamba wewe unatudanganya. Israeli ilivyokuwa hivi, tuna majeshi hayo yote, tutaendaje Babeli utumwa sisi? Hao mataifa wanatuchukuaje kwenda utumwani, ama mataifa ambao wako ni circumcised. Wakamchukua yule jamaa wakamweka nani? Wakamweka gerezani. Akaendelea kuambia nyinyi hamjui. Nyinyi hamjui. Ndio hapo twende kwenye Yeremia 28. Yeremia 28:8 anakuambia naam. Akamwambia manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari za vita, ya mabaya na ya tauni. Hiyo ndio kazi ya nabii. Nabii haji kutabiri kwamba kutakuwa na amani miaka 2000. Hakuna haja ya kuja nabii kutakuwa na amani. Wewe kuja nabii kufanyaje? Watu watakula ugali watashiba miaka 2000, wewe unakuja kufanyaje? Unaona, nabii anakuja kusema kwamba anakuja kutabiri kuhusiana na vita, kuanguka kwa falme, magonjwa kama corona. Unaona? Ndio manabii wanakuja kutabiri mambo kama hayo, magonjwa, kuanguka kwa falme na mwisho wa dunia. Ndio kazi ya manabii toka misingi ya dunia. Nabii hajawahi kubadilika. Nabii haje kuponya watu magonjwa ya nini sasa? Unaona? Nabii anakuja kukuambia umepata huu ugonjwa kwa sababu unatenda dhambi sana. Ndio kazi ya nabii hiyo. Unaona? Unatenda dhambi sana, utakiwa tubu. Huu ugonjwa utakuua. Si ndio manabii wanafanya hivyo? Huyo ndio nabii. Nabii kama kila Antonio Sekelo ni rahisi sana kujua mtu sio nabii. Nakuja kufundisha hapa watu kama mtoto wako atashika chuo kikuu. Kama atashika chuo kikuu si umwache. Si atafika mwenyewe. Kama mtu unanyona kitu kingine, watu hawataki kuelewa kwamba wanadhani kwamba maisha ni kwamba wewe una control destiny yako. Eti wewe una control destiny. Hakuna kitu kama hicho. Wewe tuone. Au control destiny yako wewe. Unaanzaje? Kuna sehemu hapa inasema, wewe niangalie huko. Inasema many going of the Lord.
Proverbs 20:24. Anakwambia mwenendo wa mtu watoka kwa Bwana, basi awezaje mtu kuelewa njia zake? Unaona, mienendo yako yote yatoka kwa Bwana. Piga chafi yote, hiyo ni mienendo. Nenda kuzini, hiyo ni Mungu kakutega ukazini ili akuadhibu. Hiyo ndio kitu kingine ambacho watu wakielewi. Mungu ndio ana set. Sababu ukienda kusoma kwenye Kolosai wa kwanza kuanzia 12 anakuambia principality zote zipo chini ya Yesu. Kila kitu kinachotokea duniani kinaendeshwa na Yesu. Anatumia tu malaika, anachagua malaika wa upande wa kushoto au kulia. Unaona? Kama wewe kuna ajali inataka kutokea ikatokea, watu wa duniani wanasema ikatokea bahati nzuri, ukaponyoka kwenye ile ajali ya gari, kuna malaika pale alitumwa, nenda kama okoa yule, siku zake hazijafika bado, unaokolewa. Alafu unaanza kusema nilipata bahati bwana. Unaona? Mwingine kafa, ni pepo lilitumwa pale likafanya vile. Ndio maana hata Yesu wakati anahubiri yale mapepo yalimuuliza, mbona wakati wetu hujafika? Turuhusu basi tukawaingilia wale nguruwe. Kwa hiyo Yesu ana principality kwenye mapepo. Sio kama makanisani wanakuambia eti mapepo yaligombana na Mungu mbinguni. Una uwezo kugombana na Mungu wewe? Kwamba mapepo yaligombana na Mungu, shetani akagombana na Mungu. Hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia. Na kama ingekuwa ni Israeli zamani, wewe unafaa kupigwa mawe kabisa. Unaanzaje kuongea kitu kama hicho? Kwamba wewe unaanzaje kuongea kitu kama eti shetani aligombana na Mungu? Wewe unamjua Mungu? Ndio maana Mafarisayo walikuwa wanataka kumpiga Yesu, kwa sababu wewe unazaliwaje na Mungu wewe? Unamjua Mungu wewe? Unazaliwaje na Mungu wewe? Upo hapa. Tukikuangalia angalia kwanza hata ueleweki. Unazaliwaje na Mungu wewe? Wewe kama hata tukusukuma hivi unaanguka mbali hapo, sasa unazaliwaje na Mungu? Ndio sawa na kusema ati shetani aligombana na Mungu. Unagombanaje na Mungu wewe? Yaani hata kitu mimi nimekiumba kija kigombane na mimi tena. Yaani ni sawa na kwamba mimi nimeumba ving'ombe vya udongo hapa, kimoja kikawa kijanja kinataka kugombana na mimi. Sio wanapotaka kusema hivyo. Kwamba kang'ombe kamoja kamekuwa kijanja kuliko wenzake, kakakusanya na ng'ombe wengine, wakaamua wagome wote. Wakakusanya na serusi ya ng'ombe wengine, wakaamua mgomee mimi niliyeumba. Sina wakanyagilia mbali wote huko. Ndio hiyo inaitwa many going of the Lord. Na mstari mwingine unasema hata unapoota usiku ni malaika wanakuja wanafanya hivi. Ile unachokuja kufanya leo, hata kama kiwe cha dhambi, ni malaika walifanya. Kwa Kiingereza tunaita waliseal instruction. Wakakuseal. Leo unaenda kuiba. Unaenda kuiba huko, kamata ufe. Unaona? Ngoja tusome huko. Watu tusome huko, tufungue. Anakuambia ni Proverbs 20:24, anakuambia man going of the Lord, how can a man then understand his own way? Hizo ndo concept ngumu sasa. Anasema man going of the Lord, kwamba mienendo ya mwanadamu ni ya Mungu. Na mienendo kuna mibaya, kuna mizuri, yote ni ya Mungu. Ndio ukienda kusoma kwenye Isaya 45 mstari wa 7, wa 5 mpaka wa 7. Biblia inakwambia Mungu ana control na giza. Unaona? Ngoja tuende moja moja. Hapo anasema kama mienendo ya mtu inatoka kwa Mungu. Watu angalia ni mienendo gani? Ukasome Isaya, tena imefungua pale pale kabisa. Isaya 45:7 anakuambia mimi naumba nuru na kuhuruku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuruku ubaya. Mimi ni Bwana niatendaye haya yote. Sijui bomu limelipuka Afghanistan, wamekufa watu 800. Huyo ni Mungu. Sijui coronavirus imeua watu 100,000 Marekani. Huyo ni Mungu. Ndio maana zamani Mungu alikuwa anaitwa the King of Terror. Ndio hilo neno terror unakuta unapata neno linaitwa terrorist. Kama watu walivyokuwa wanamuogopa Osama, na watu ndio walikuwa wanamuogopa Mungu hivyo zamani. Kipindi Joshua anaenda
wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, wanaenda Kanaani. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri wanaenda Kanaani, wanavuka Jordani. Walipofika kule kwa Wakanaani walikuwa wanaua mpaka mtoto anayenyonya. Ndio kipindi hicho Mungu akapata jina linaitwa Alishadai. Huko makanisani mnaimba tu Alishadai, mweza wa yote, Elishadai, Mungu mwenye nguvu, Elishadai sijui mkombozi, lakini haujui lile neno Elishadai lilitoka wapi na hilo neno Elishadai linamaanisha nini. Mungu alipewa hilo neno Elishadai au jina Elishadai kama nickname. Unaona? Alipewa kama nickname. Hilo sio jina lake, hiyo ni kama title. Inamaanisha kwamba inamaanisha demon like power. Demon like power, kama hivyo. A demon like power. Ndio Mungu huyo alimuita hivyo. Unaona? Yaani sijui tusemeje. Ni kama vile unapoangalia movie zile za kutisha, lile jamaa linaoua watu kule ndani. Ndio nickname ya Mungu ilikuwa hiyo, ndio maana Alishadai. A demon like power. A dude linao terrorize watu. Kama wanakwambia kwa Sama alikuwa ni terrorist, Mungu ndio terrorist mwenyewe sasa. Toka Yesu apae kwenda mbinguni mpaka sasa hivi Mungu amekuwa akigeuza hii dunia juu chini. Mara utumwa, mara wazungu wanaenda kuvamia kule Iraki wanaua watu mamilioni. Mara watu wanabebwa kutoka Afrika kupelekwa Marekani kutumikia utumwa, wanaanguka wote baharini wanakufa. Mara ndege nzima imepotea. Yaani kinachoendelea tu ni kwamba watu hawamfahamu Mungu. Lakini wangekuwa wanamfahamu lile jina lake lingerudi tena. Lakini hizi siku za mwisho jina lake litarudi. Unaona? Ndio maana Biblia inasema proclaim your name among the Gentiles. Nickname ya Mungu itarudi tena, Alashadai. Kiebrania hiyo inaitwa Alishadai, Alashadai. A demon like power. Au Ayubu anakuambia the king of terror. Mfalme wa nini? Terror si ugaidi hiyo. Terror si ugaidi hiyo. Sasa terrorist. Ile neno terrorist limetokana na terror. The king of terrorism. Na hiyo neno kuterrorize. Labda unaposema kwamba labda wewe ulikuwa unatembea usiku ukakutana na mapepo. Asa ile reaction yako ile umeogopa. Hiyo ndio tunaita terror. Hiyo tunaita terror. Kama Osama alipokuwa anaenda kuvamia Marekani. Marekani yani walikuwa wanaogopa muda wote unaweza kupigwa na bomu hapa. Ile feeling ile tunaita terror. Terrorism. Sasa ile feeling ya kuogopa ile ndo Mungu mwenyewe. Hiyo ndo nature ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo tumesoma hapa Isaya 45 mstari wa 7. Mimi naliumba nuru na kulihuruku giza. Mimi nalifanya suluhu na kuhuruku ubaya. Kuhuruku ni kutengeneza. Yaani Mungu anatengeneza ubaya ukupate. Kumbe hili jamaa livunjike kidole leo, liumie wiki nzima lisiende kazini. Kwa ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umetenda dhambi. Unaona? Mtu anakuuliza kwa nini? Kwa sababu umetenda dhambi. Unaona, kwanza ungetakiwa ufe. Sema Mungu tu kuna nini? Hiyo umeshika ngapi? 24. Ngoja. Wewe sasa. Wewe tufanye hivi. Kama mvua hivi. Leo bando huko. Huko. Au ni jioni. Mvua hivi sasa. Labda mvua za Mbeya zijulikane hizo mvua. Alafu inaweza kanyesha hivi. Isaya 45:7. Isaiah 45:7 kwa Kiingereza sasa anakuambia I form the light, I create darkness. I make peace. Ukiwa na amani, unajua huyo ni Mungu. Atakufanya hivyo. Anakuambia and I create evil. Anatengeneza ubaya. Unaona? Wewe sijui umeshindia uji. Unaona? Nakwambia I the Lord do all of this thing. Unaona? Toka hapo
Unaenda kwenye Deuteronomy chapter 2 chapter 9. Anakwambia, see now I, even I am he, and as there is no God with me. Kwa hiyo Biblia inakwambia, so now I, even I am he, and as there is no God beside me, with me. Wao wale mnaosema kwamba Yesu ni Mungu, unatakiwa utueleze vizuri itoka katika Biblia gani hiyo? Kwa hiyo Mungu anasema yeye ni Mungu, hakuna God with him. Wao tuendelee, anakuambia I kill. Ukiona mjomba wako amekufa, wewe ujue ni Mungu, sio shetani. Unaona, I kill, huyo ni Mungu. I make alive. Unaona, kama wewe ukiwa mzima unapumua hapo unamaliza oxygen, huyo ni Mungu. Anakuambia I wound. Wala umepata diabetic foot, ikidonda hilo I wound. Unahangaika nalo. Unaona? And I heal. Shangaa mtu mwingine amepata diabetic foot amepona, wewe hujapona. Mwingine amepata hypertension amepona kabisa, wewe unashinda kwenye dawa. Hiyo ndio I wound. Unaona, I heal. Anakuambia neither there is any that can deliver out of my hand. Kwamba hakuna mtu ambaye atakuokoa kutoka katika mikono yangu. Ndio maana unakuta mtu anakufa na pneumonia, unaanza kusema pneumonia tu jamaa imempeleka. Jamaa pneumonia tu imempeleka. Mungu anajua ukienda hospitalini ukapewa amoxicillin utapona. Anatengeneza kitu kingine kwa sababu amekwambia kwamba anatengeneza. Anatengeneza uovu. Ngoja ifike na nusu saa tu. Amekwambia anatengeneza uovu. Unaona? Anajua ukienda hospitalini utapata amoxicillin. Kwa hiyo anatengeneza figisu. Usifike wewe kama jamaa limekufanya na pneumonia ile. Au anakuongezea na kaugonjwa kingine ambao madaktari hawajakaona. Kakiungana na pneumonia kitu. Unaona? Kwa hiyo Biblia inakwambia I heal, neither is there any that can deliver out of my hand. Ndio maana watu wanaomjua Mungu, ukipata tatizo unaanza kumwogopa Mungu kwanza kabla ya tatizo lako. Hiyo ndio nakwambia kwamba yaani unamwabudu Mungu kwa roho na mwili, ndio hiyo sasa. Ndio maana Biblia inakwambia wewe uweze ukampenda Mungu kwa kusema nampenda Mungu. Unapomwogopa Mungu umeshampenda Mungu. Kwa sababu hautafanya ambacho hakitaki. Ukimjua Mungu, yani kinaanza hivi, ukimjua Mungu unamwogopa Mungu. Ukimwogopa Mungu unampenda Mungu. Sio unamjua na kumpenda, Ukimjua na kumpenda, si unajua na yeye anakupenda. Ukitoa mimba, kwa mfano ukijua mimi Ima ananipenda. Labda kwa mwanamke, Ima kanipa mimba nimetoa, najua tu Ima atanisamehe. Lakini mwanamke akiwa anakuogopa atatoa. Mpaka aje kujadiliana na wewe kwamba bwana hii nilikuwa anaona tutoe kwa sababu 2 3 kadhaa. Ukimwambia sitaki hawezi katoa. Lakini ukiona mpenda, mnapendana, anajua utamuelewa. Ndicho watu wanachofanya hivyo. Wanafanya mambo mabaya, wanajua watasamehewa. Wanafanya tena wanajua watasamehewa. Lakini kama unamuogopa Mungu alafu ndio umpende, kwa hili jambo hili sifanye. Kwa sababu unajua Mungu anaweza akakupa kakidonda ambako akaponi. Kakidonda tu kadogo. Ndio maana Biblia ukienda kwa Siraki anakuambia bora kufa kuliko kuugua sana. Usoma Siraki. Bora ufe, bora to die kuliko kupata gonjwa ambalo linakutesa. Haufi upo tu. Unaona? Unaugua. Ni kama ukimwi, unaugua, haufi upo tu. Unatumia dawa. Mara imeibuka, sio mara unaambiwa madawa haya hayakufai. Badilisha madawa mengine. Hizo zote ni hukumu za Mungu. Unaona?